Ninahubiri ujumbe juu ya ng'ambo yako ya pili. Sema ng'ambo yangu ya pili. Ng'ambo yangu ya pili. Iliyobeba baraka. Iliyobeba baraka. Yenye hatima yangu. Yenye hatima yangu. Ng'ambo yangu ya pili. Ng'ambo yangu ya pili. Niliyocheleweshwa. Niliyocheleweshwa. Niliyozuiliwa. Niliyozuiliwa. Leo hii. Leo hii. Inaanza safari. Inaanza safari. Ya ng'ambo ya pili. Juu ya maisha yangu. Juu ya maisha katika yangu. jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema amen. Amen. Ndika ng'ambo ya pili ya maisha yangu. Nazungumza ng'ambo ya pili si katika damu na nyama. Nazungumza ng'ambo ya pili iliyoziwiliwa katika ulimwengu wa roho, ambayo tukivuka kwenye ulimwengu wa roho kupitia maono na ndoto, utakuwa umefika kwenye ng'ambo ya pili juu ya hatima na vision uliyobeba. Sizungumzi ng'ambo ya pili ya nchi ya Kanaani kama wana wa Israeli walivyoambiwa. Nazungumza ng'ambo ya pili ambayo huko kuna hatima yako. Mungu aliyokusudia kuzaliwa kwako Tanzania. Hatima iliyoziwiliwa katika ulimwengu wa roho iko ng'ambo ya pili. Mahali ulipo leo ni ng'ambo nyingine, na mahali unapoenda ni ng'ambo ya pili. Kwa nini nazungumza juu ya ng'ambo ya pili? Katikati yake kuna ukuta kama kizuizi, katikati yake kuna mto Yordani kama kizuizi, katikati ya kwenda kwenye hatima kuna roho kama kizuizi, katikati ya mtembeo ulio nao kuna misimu kama kizuizi. Si jepesi kuiendea ng'ambo ya pili, mahali ambapo Yordani imesimama katika ulimwengu wa roho. Sizungumzi Yordani katika ulimwengu wa damu na nyama. Sizungumzi Yordani katika ulimwengu wa maji ya damu na nyama. Nazungumza wale tunaoona mito na maji katika ndoto. Sizungumzi juu ya Jeriko, juu ya kuta za damu na nyama. Nazungumza wale tulio na vision, alafu katikati ya safari kuna kuta ndefu zinaota mbele yako. Hiyo ndio ng'ambo ya pili ambayo unapaswa kuiendea leo. Na kwa Roho wa Bwana aliyenipaka mafuta na kupa uwezo wa kuvuka, neno la Bwana lipite mbele yako kama moto ulao, liende kama upepo uvumao, liende kama nyundo ya Bwana. Ikiwa ni roho consuming fire ishuke juu yako, kuramba kila mapepo na uchawi wao yanayosababisha kizuizi usiende ng'ambo ya pili. Katika jina la Yesu upenye na uvuke kwa jina la Yesu. Sema amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sema Bwana nipe nguvu. Bwana nipe nguvu Ya kupenya. Kuingia ng'ambo ya pili. Katika jina la Yesu leha. Sema amen. Sema amen. Nilikwambia tafsiri ya kupenya ni nafasi ndogo wala sio kubwa. Tafsiri ya kupenya ni nafasi ipatikanayo ndogo wala sio kubwa. Usije ukafikiria roho ya mpenyo ni sawa na mlango ulio wazi. Mpenyo ni kushindana, huyu anataka kupita na huyu anataka kupita, huyu anazuia na wewe unataka kupita. Ni nguvu mbili zishindanazo, alafu panapatikana wazi mdogo sana, mwenye nguvu ndio anapita. Usiombe yakakutokea ya mambo kwenye ulimwengu wa roho. Ni bora ukutane tena mlango ulio wazi, kama vile Ufunuo anavyosema nimekupa mlango ulio wazi. Ila usiombe kukutana na mpenyo alafu hauna nguvu ya kupenya. Alafu haya mambo ninayohubiri si kwamba ndoto. Haya mambo ninayohubiri si kwamba historical. No, ni lili katika maisha ya watu. Mungu akupe mpenyo kwa jina la Yesu. Amen. Akupe na nguvu ya kupenya kwa jina la Yesu. Akikupa mpenyo na nguvu uvuke kwa jina la Yesu. Hebu sema Bwana nipe nguvu. Bwana nipe nguvu. Weka mpenyo mbele yangu wa kuvuka ng'ambo ya pili katika jina la Yesu leha. Nipe nguvu ndani yangu ya kupenya juu ya huo mpenyo katika jina la Yesu leha. Adui yoyote asinizuie, roho yoyote isinizuie katika jina la Yesu leha. Nipate nguvu ya kupenya juu ya baraka ya kifedha, juu ya mali na utajiri. Nipenye juu ya nafasi ya kazi, nipenye juu ya cheo, nipenye kwa jina la Yesu. Jina langu lipate kibali, lipenye juu ya meza ya wakuu, katikati ya wengi. Jina langu lipate mpenyo, picha yangu ipate mpenyo, sura yangu ipate mpenyo katika jina la Yesu leha. Biashara yako ipate mpenyo. Sema amen.
mdogo sana. Alafu wenye nguvu wengi wanashindana kupita, sio mmoja, wengi. Wewe unasubiri wewe peke yako? Wenye nguvu wengi, waombaji, intercessor wengi wanataka kupita, wafanyabiashara wengi, waombaji wanataka kupita, wana maombi wengi wanataka kupita, wafanyakazi wengi wanataka kupita, ni waombaji. Wazo unafunguka kwa majira, katikati ya majira, katikati ya mwaka, mwanzo wa mwezi, wiki ya kwanza, siku ya Jumatatu, mlango na umpenyo unafunguka, alafu unakukuta umelala. Na ukibahatika kuona hauna nguvu ya kuingia, alafu anaingia mtu, unasikia Joram, kesho unasikia jina Joram limekaa upstairs, alafu uliona kabisa mpenyo, alafu ukadelay. Hivi vitu si kwamba hadithi. Kama uko na vision, plan za kupambana kuitengeneza ikamachue, hakikisha una nguvu ya Roho. Hakikisha una nguvu, ndio utakamilika. Kitabu cha Mathayo 8 mstari wa 23. Biblia inasema, ndio akapanda chomboni, ndio wanafunzi wake wakamfuata. Wanafunzi wake wakamfuata. Kukawa msuko mkuu baharini. Kukawa na msuko mkuu baharini. Hata chombo kikafunikizwa na mawimbi. Chombo kikafunikizwa na mawimbi. Naye alikuwa amelala usingizi. Alafu Yesu alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea. Wanafunzi wakamwendea. Wakamwamsha. Wakisema, Bwana tuokoe. Bwana tuokoe. Tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wana wa imani haba? Mbona mmekuwa waoga enyi wana wa imani haba? Mara akaondoka, kisha akainuka, akazikemea pepo na bahari, ukawa shwari kuu. Inua mkono wako, sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Ondoka mbele ya hatima yangu. Simama mbele ya ofisi yangu. Simama mbele ya hatua zangu. Simama mbele ya lango la biashara. Kila mvumo wa upepo uletao masikini, giza litumao, uchawi utumikao kwa mkono wako, kemea leo. Nyamaza leo. Uchawi ushindwe leo. Mawimbi yoyote yaliyoletwa, tufani yoyote iliyoinuka kwa uchawi, kwa uganga, siku ya leo, kwa mkono wa Yesu inakemea. Kwa jina la Yesu inakemea. Katika jina la Yesu. Sema amen. Hii safari Yesu anaifanya, mission ya kiinjilisti, kwenda kuhubiri Injili na kufungua waliofungwa. Yanafika majira, Yesu anawaambia wanafunzi wake, na tuvuke ng'ambo katika nchi ya Gerasi. Na tuvuke, tumehubiri hapa, imetosha. Amewalisha wanaume 5 mikate. Kaambia sasa imetosha, tuvuke ng'ambo ya pili. Wakamfuata mpaka anafika bahari, anambia mnanifuata kwa ajili ya miujiza. Imenipasa kwenda ng'ambo, sitabaki hapa, nyinyi mmesha shiba. Wanafunzi andaeni mashua. Yesu akaandaa mashua, wanafunzi, Yesu akaingia, akalala. Mtu mwenye nguvu mwenye nguvu hana wasiwasi. Mungu juu ya maji, Mungu juu ya upepo, amelala. Wanapoenda kuna jitu limefungwa. Hii ndio tafsiri ya kitu ambacho nahubiri ng'ambo ya pili. Huwezi ukafika ng'ambo ya pili kirahisi, maana ng'ambo ya pili ni kitu ulicho nacho ndani. Ili ufike ng'ambo ya pili ya baraka ulionayo ndani ndio itakufikisha ng'ambo ya pili. Roho ulionayo ndani ndio itakufikisha ng'ambo ya pili. Una nini ndani yako? Kile ulicho nacho ndani ndio kinakuzuia usifike ng'ambo ya pili.
na kile ulicho nacho ndani kitakufikisha ng'ambo ya pili. Nazungumza hivi juu ya vision ulio nayo, ndio inazuia usiende ng'ambo ya pili. Vision ulio nayo ndio itakufikisha ng'ambo ya pili. Roho ulio nayo ndani ndio anazuia usiende, na Roho Mtakatifu ndani atakufikisha unapoenda. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Umebeba nyota ya kikazi sawa, umebeba nyota ya elimu kubwa sawa, umebeba nyota ya biashara, ndio hiyo nyota inakufikisha ng'ambo ya hatima, nchi ya ahadi. Shiki sawa. Nyota uliyobeba ndio ng'ambo ya pili yako. Vision ulio nayo ndio ng'ambo ya pili yako. Inategemea hiyo vision uliyobeba imefungwa au haijafungwa. Inategemea hiyo vision uliyobeba inazuiliwa au haijazuiliwa. Kama kuna watu hawajazuiliwa utawakuta ng'ambo ya pili, na kama mission inazuiliwa hauwezi ukawakuta ng'ambo ya pili, maana ulicho nacho kimepingwa na kimezuiliwa. Una ndoto ya kuwa samani, ndio, ila angalia roho zinazokupinga kwenda ng'ambo ya pili. Paulo akasema nimefunguliwa mlango ulio wazi mbele yangu, ila watu wengi wanipingao. Wengi wanipingao. Hivi jawahi kuamka unasema leo na shauku ya kuomba, alafu Sunday shauku imeisha. Unasema leo na shauku ya kusifu, ila akifika roho ya kusifu haipo. Unasema na shauku ya kumtumikia Mungu, ila siku ya pili ile shauku imeisha. Umefunguliwa mlango kabisa. Una kipawa cha sifa, ndio, una kipawa cha neno, ndio, alafu shauku imeisha. Kwa sababu gani? Wakupingao ni wengi. Roho iliyo ndani inaanza kupinga shauku ya Mungu ndani. Ni kweli una create vitu vingi, lakini havimachui. Kwa nini? Ndani yako una uwezo mkubwa wa plani za baraka za kibiashara. Ipi imesimama? Waliosimamisha, usifikiri waliosimamisha wamesimamisha kwa nguvu ipi? Ukipita ukaona kitu kimesimama, jiulize aliyesimamisha na nguvu ipi? Sio pesa. Aliyesimamisha haikuanza kana pesa, alianza kwenye mindset. Nina kitu kinaitwa utajiri, ila umefichwa kwenye vision niliyokuwa nayo. Kuyamisha kutoka kwenye akili na kuifanya kuwa reality ni nguvu, inapigwa. Kitabu hicho kusomea Mathayo anazungumza hivi, ng'ambo ya pili ya nchi ya Wagerasi kuna mwanaume amefungwa mwenye pepo nyingi. Huko Yesu anaposhuka kwenye mashua, wa kwanza kukutana naye ni yeye. Kwa hiyo roho inayokaa ndani ya mwanaume aliyefungwa nchi ya Wagerasi inajua mission inayokuja ni mimi, pepo legion nitatoka juu ya mtu tuliyemshikilia, kwa sababu pepo roho huwa zina communicate, zinajua katika ulimwengu wa roho. Ndio maana waombaji tunaweza mkajiuliza, siku tumeomba Mungu na mbingu ikajibu, tukamwita Mungu na mbingu ikasema niko, ambaye niko nimekuja. Mungu akinabii tembea, moto utaonekana kwenye madhabahu, ukasema Bwana kesho ibada itafanya upako, bibi ikakwambia ndio, alafu mwombaji kiongozi wa ibada ukasikia nimekupaka mafuta, kesho nitatumika na wewe. Njoo kesho asubuhi unakutana na watu wawili. Jana roho wa Mungu amekwambia nitakutumia. Kwenye ibada unakutana na watu, Mungu hawa ndio umeniangalia. Kitu ulichowekewa ndani kinapingana na roho za washirika ulio nao, maana roho zina uwezo wa kutambua uendako nini kitatokea. Rudia kusoma hicho kitabu. Biblia inasema, ndio, wanafunzi wake wakamwendea, ndio, wakamwamsha wakisema, ndio, Bwana tuokoe, ndio, tunaangamia. Ndio. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga enyi wana wa imani haba? Mara akaondoka, akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Zikawa shwari kuu. Endelea. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani hata pepo za
huyu ni kiumbe gani huyu? Upepo na bahari zinamtii. Wasijue Yesu alikemea upepo, alikemea roho iliyo ndani ya upepo. Wao walijua upepo, ila Yesu ni roho, anakemea roho iliyo ndani ya. Ukiona kuna umaskini, ndani ya umaskini kuna roho. Ukiona kuna pesa ndani ya mauti, kuna roho. Ukiona kuna ugonjwa, ndani ya ugonjwa kuna roho. Ukiona kuna uzito, ndani ya uzito kuna roho. Yani roho inayoitwa uzito, roho inayoitwa magonjwa, roho inayoitwa malaria, roho inayoitwa HIV, roho inayoitwa mateso, ndani yake kuna roho. Usiombee malaria, ombea roho inayoitwa malaria. Usiombee tutatoa roho inayoitwa. Kemea roho ili kinachotokea kiondoke. Ni lazima ukemee source of power, nguvu inayosababisha mambo yatokee. Kwamba kwa nini kuna rejection? Kuna roho ya kukataliwa. Kwa nini kuna mateso? Kuna roho inayoitwa mateso. Usipokemea mateso ukakemea teso, usipokemea roho ya mateso ukakemea mateso, ni sawa unakata miti mizizi unaacha. Leo kila roho ya mateso ikuache, kila roho ya uharibifu ikuache. Iambie toka ndani yangu, iambie ng'oka kwenye hatua zangu. Roho iliyopandwa kwenye maisha yangu inayozuia mambo ya pili yako itoke kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya kizuizi, hiyo roho ya kukataliwa, hiyo roho ya uzito, hiyo roho ya usingizi, hiyo roho ya uchawi, sema ng'oka leo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yesu akiwa amelala kwenye shetri, wanafunzi wanamwambia, Rabi, chombo kimejaa maji. Maji ni nini? Mafuriko yana ni nini? Mawimbi ni nini? Ni situation zinazopitia ambazo si njema bali ni mbaya, zinazokutoa kwenye uwepo na uweza na laini ya kimungu. Umechua mchoro wa baraka, situation mbaya zinaanza. Usipojua kuzikemea, utatembea kwenye njia za adui yako. Ukisema nina Mungu, nina Mungu, nina Mungu, nakataa kwa jina la Yesu. Amen. Sema ninavuka Yesu. Ninavuka Yesu. Ngambo ya pili. Mahali nyota yangu itaniandalia baraka. Ngambo ya pili ya baraka. Ngambo ya pili ya ustawi. Ngambo ya pili nitajenga. Ngambo ya pili nitaishi. Ngambo ya pili nitamiliki. Ngambo ya pili nitakutumikia. Ngambo ya pili nitabarikiwa katika jina la Yesu. Leha. Amen. Ili ufanikiwe katika kupenya, siri ni kutafuta nguvu. Sema nguvu. Sema amen. Bwana akupe nguvu siku ya leo. Nguvu ya rohoni upenye, nguvu ya kinywa upenye, nguvu ya akili upenye, nguvu ya mikono upenye, nguvu ya nyayo upenye. Bwana akupe nguvu. Sema napokea. Sema Roho Bwana njoo ndani yangu. Uwe nguvu ndani yangu. Niwe nguvu ya maombi, uwe nguvu ya kibali, uwe nguvu ya fedha, uwe nguvu ya utuma katika jina la Yesu. Sema amen. Mwanangu, narudia pole pole. Ili uweze kupenya unahitaji nguvu. Goigoi hajawahi kupenya, wavivu hawajawahi kupenya, wanyonge hawajawahi kupenya na kumiliki nchi. Narudia tena. Wavivu wa kiroho hawajawahi kupenya kiroho, wanyonge wa kiroho hawajawahi kupenya na kumiliki nchi. Yohana anasema tangia enzi za Yohana Mbatizaji ufalme unatekwa, ufalme unatekwa, ufalme unatekwa. Wanafunzi walipojawa na nguvu ya Roho, watu wakasikika wakisema, watu wale wamekuja na huku kina nani? Watu wale wakina nani? Waliomwamini yule mtu mliyemuua nani? Wanaitwa wanafunzi wa Yesu. Kina nani? Wa Kristo. Wamekuja na huku injili inatembea, watu wanaongezeka, wanazidi kuokoka. Kwa sababu gani? Nguvu ilikuwa ndani yao. Hufanyi kitu kwa sababu una akili.
kwa sababu ya nguvu. Ufanye kitu kwa sababu unaweza. Kuweza ni nguvu. Mathayo 13:11. Najaribu kukufunulia hizi siri alafu tukavuke pamoja kwa jina la Yesu aliye hai. Mathayo 13:11 na 12, Biblia inasemaje? Akajibu akawaambia, Yesu anawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Wewe mtoto wa Eliolamu umejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, tofauti na baba yako, tofauti na mama yako, tofauti na kaka yako, tofauti na ndugu zako. Ukiwa kwenye madhabahu na wokovu, umejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Amen. Tofauti na mume wako, taneni sweet dia, lakini siri za ufalme wa mbinguni ni watu wawili tofauti. Uliamsoma? Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Bali wa mataifa hawakujaliwa. Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa. Naye atazidishiwa tena. Lakini yoyote asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Unajua siri? Una siri ipi juu ya kupenda? Una siri ipi juu ya mtandao ulionao, juu ya biashara ulionayo? Siri yako ni nini? Kuna siku nilisema hivi, usione watu wanafanikiwa wako na siri. Usione watu wamekaa upstairs wana siri. Usione watu wanajenga wana siri. Usione watu wanaendesha magari wana siri. Siri ni nguvu iliyofichika. Ikifunuliwa mtu hana nguvu. Siri ni uwezo uliofichika wa mtu. Ukifunuliwa, yani siku ukionyesha siri ya nguvu zako, kubomoka kwako ni sekunde kama mtu atainuka. Yani kaavyo, mahali panapokupa fedha ni siri. Mahali panapokuingizia kipato ni siri. Mahali panapokufanya uishi ni siri. Si kila mmoja anapaswa kupajua. Jinsi unapanga mipango yako ni siri. Yani kuwa mtu usieleweka juu ya mipango. Wakuelewe juu ya vitu ulivyo navyo, kwamba ile ni nyumba ya fulani, ila source of power. Secret. Sasa wewe jiandike tu kwamba unajua mimi nafanikiwa kwa sababu huwa mipango yangu iko hivi. Kuna watu wanataka hiyo nguvu lakini kutoka gizani, kwamba huyu ana siri ya kufanikiwa alafu ameiandika tu. Huyu ana siri ya baraka ila hajui kutembea nayo. Alafu hii ni siri ambayo sisi tunataka kutembea nayo. Kufanikiwa ni siku ukitoa siri. Wacha nikwambie hivi, watu wananunua siri. Wazo lilo nalo la biashara ni siri. Watu ili wafanikiwe ni wazo. Ukiona chochote ni wazo, hiyo ni siri ya mtu kufanikiwa. Wewe chukua mawazo yako, siri ya kufanikiwa kwako Mungu aliyoweka kwako. Watu wananunua hayo mawazo, ni siri. Yeye ana fedha ila hana wazo. Alafu kama mtu kamewekewa nguvu ya mawazo, siri ya kufanikiwa iko ndani yake, kanagawa mawazo. Siku kilogo usije ukanipigia kelele. Hivyo hujawahi kukaa ukasema nina mawazo kabisa. Ili wazo nikilitembelea nitafanikiwa. Nahitaji imani. Nianze. Watu wengi walianza kwa imani, sio kwa fedha, sio kwa vitu vionekanavyo, ila kwa sababu ya uchache wa maarifa unataka kuuza wazo kwa sababu ya vitu vionekanavyo. Moja, hautaki kulipa gharama. Shortcut. Unauza wazo, alafu unauzwa, unajiuza na wewe. Kipindi unauza wazo, una ulinzi, security una. Kitu kinachokukuta 13:12 anasemaje? Kwa maana yeyote mwenye kitu atapewa. Yoyote mwenye kitu atapewa. Kwa sababu ipi? Umezijua siri za ufalme wa Mungu.
Umezijua siri za ufalme wa Mungu. Cha kwanza sio fedha, cha kwanza ni siri. Wazo, siri katika wazo, wazo katika siri, kwamba Bwana, hili wazo linabeba siri ya mafanikio yangu. Sina fedha, ninajua siri za ufalme wa Mungu zinasemaje. Imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Naanza matendo ya imani kwa sababu ya wazo nililo nalo. Hili ni wazo nililo nalo, kwako nitafanikiwa. Mungu, kwako utanipa vitu na fedha na watu. Yaani juu ya wazo hilo, omba hivi vitu vitatu: fedha, vitu na watu. Katika wazo nililo nalo, hauhitaji fedha ndio uanze kitu. Anza kuomba, wazo ukilipata, omba vitu, watu na fedha. Utawapata watu wenye fedha, utawapata watu wenye vitu, alafu watakupa, watakuwezesha. Hiyo ni ngambo ya pili. Sio lazima ujenge kwa sababu una fedha kamili mkononi. Unahitaji vision ya kujenga, alafu ukaombea vision ya kujenga, kwambia Bwana, nataka nianze kujenga. Nimeibeba imani na mimi ninafanya kazi kwa kiwango hiki, ila ninaomba unifungulie mlango kulingana na vision niliyo nayo. Baba, naomba unipe watu ili biblical, sawa sawa na neno lako linavyosema, utanipa mataifa kwa ulishi, utanipa wafalme kuleta utajiri, utanilifungulia malango yawe wazi. Naomba Bwana unipe watu, naomba Bwana unipe wenye utajiri, naomba Bwana unipe fedha, naomba watu. Una wazo, atakuja mtu mwenye akili ajoini kwenye wazo lako. Una wazo, atakuja mtu mwenye fedha ajoini kwenye wazo lako. Ila wazo ni la nani? Ni la kwako. Ujaenda ngambo ya pili, haijaenda. Ila unataka kuishi kwenye vitu vionekanavyo, na tuvuke ngambo. Katikati yake kuna pepo za ukoo zinaitwa za umaskini. Hamna kumiliki gari, hamna kujenga nyumba, hamna kuolewa, alafu unataka kuanzisha mahusiano, unataka kujenga. Kwa nguvu ipi? Lazima urudi. Nimezijua siri za ufalme. Baba, nimejua siri, mimi nimepewa kuzijua siri za ufalme, kuongea ufanikiwe wewe kwenye madhabahu ya eneo lako, ufanikiwe kuliko wengine kwenye familia, ufanikiwe kifedha, ufanikiwe mali, uinuliwe destiny helper. Watu wenye fedha wakuijilie, wakuvushe ngambo ya pili juu ya vision, waifikishe hatima yako ngambo ya pili. Uvuke ukiwa Yordani, uvuke ukiwa Jeriko, uvuke ukiwa Shamu, uvuke. Vision yako ilipoziwiliwa ianze kutembea. Sema, ninayainua maono yangu tena, yaliyoziwiliwa Jeriko, yaliyoziwiliwa Yordani, maono ya baraka, maono ya huduma, maono ya utumishi, maono ya kazi, yaliyonyamazishwa, kujenga kulikonyamazishwa. Mwambie Bwana, ninainuka tena, maono yangu hayatazuiliwa, hatua zangu hazitazuiliwa, na penya ngambo ya pili. Wanaofanikiwa ni hawa. Nimejaliwa kuzijua siri za ufalme kuliko mume wangu, nimejaliwa kuzijua siri za ufalme kuliko mke wangu. Sitabaki kama yeye. Ninakwambia hivi, hata kukiwa na tajiri kwenye ukoo wenu asiyemjua Mungu, utapenya wewe kwa utukufu wa jina la Yesu. Asiyemjua Mungu atasubiri, wewe utapanda kwa majira asiyoyajua. Bwana atakurudishia utukufu, Bwana atakufufia nguvu, Bwana atakupaka mafuta. Mungu ni utajiri kwetu, Mungu ni ngome kwetu, yeye ni kingao kwetu, Mungu wa Yakobo kimbilio la. Nina ujasiri wa kukwambia hivi, hata kama kuna mchawi anatumia mapepo ndio anapata utajiri, wewe umejaliwa kuzijua siri za ufalme, utapenya katikati ya huo uchawi. Kama pahali wamekubloku, utapenya. Mahali wameiba nyota, unapenya. Ninamuomba Mungu wa mbingu na nchi akuleteshe nyota yako, nyota ya utajiri ikuletee, nyota ya ndoa ikuletee. Upenya kwenye hiko kizuizi, upenya kwenye hilo giza, upenya kwenye hivyo vifungo. Nyota ya utajiri ikuletee, nyota ya ofisi ikuletee, nyota ya kibali
hazini, upenye kwenye giza, juu ya wachawi na waganga. Mungu wa Yakobo awe kikao na ngaa. Iwe kwako my daughter. Vuke namba ya pili. Sema navuka leo. Umejaliwa kuzijua siri. Siri ni nini? Nakataa umaskini, nakataa mateso, nakataa kufungwa. Umenifanya kwa mlisi pamoja na ahadi. Ahadi ipi? Ahadi ya baba Ibrahimu. Mimi ni mlisi wa ahadi, nitabarikiwa. Ninajibariki kwa Mungu wa Israeli, sitakuwa masikini. Maana na Mungu anayetoa watu chini na kuwaketisha juu, anayewatoa jalalani mahali pachafu, anawavalisha, anawavisha, anawaosha, anawatakasa, anawapa mavazi, anatoa vumbi, anaondoa uzee, anarejesha ujana na ubinti. Sema Bwana, nitoe mavumbini, nitoe mavumbini. Juu ya biashara nitoe mavumbini, juu ya huduma nitoe mavumbini. Ili unaijua hiyo siri, anawatoa watu mavumbini na kuwaketisha. Wao unaishi lakini una mavumbi ya kipepo. Mwambie Bwana, nioshe mavumbi haya, nitoe kwenye mavumbi ya huduma, nitoe kwenye mavumbi ya family. Sitatembea kwenye mavumbi ya kukataliwa katika jina la Yesu aliye hai. Nipandishe nikae na wakuu, nioshe nivae mavazi mazuri, nioshe nipate kibali, niondolee mavumbi ya kichawi, niondolee mavumbi ya ubinti, niondolee mavumbi ya ujana katika jina la Yesu. Sema anasema aliye nacho ataongezewa. Hebu sema Bwana niongezee, maana nimezijua siri. Mimi sio masikini, nimeibeba imani, nimelishika jina lako. Nakataa umasikini, sitafungwa tena, sitaharibiwa tena katika jina la Yesu aliye hai. Mungu wa Yakobo ndiye nguvu yangu. Utanipa kujenga, utanigaia mali, utanipa mataifa, utaninulia watu wenye akili, wenye uwezo kwa jina la Yesu aliye hai. Mwenye nacho atapewa, asiye nacho hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Hukujua siri za ufalme na kile ulicho nacho ukanyang'anywa, kwa sababu wao wanazijua siri za ufalme wa giza unaotembelea. Nakataa kikurejee siku ya leo. Kila kilichohamishwa gizani kinakirejesha kwa Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa baraka ninarejesha baraka iliyohamishwa kwa Mungu wa Ibrahimu, ninarejesha. Ninakubariki kwa Mungu wa Israeli, ninakubariki kwa Mungu wa mbingu na nchi. Mungu aketie mahali pa juu, baraka za ujana na ubinti wako zikurejee siku ya leo. Nakupa kupenya, nakupa kupenya juu ya madhabahu zao. Nyota yako uchukue, kibali uchukue, pesa uchukue. Pokea neema hiyo. Narudia tena, siri aliye nacho anaongezewa. Sema nimezijua siri za ufalme, nataka niongezeke kimaisha, nataka niongezeke kwenye baraka katika jina la Yesu aliye hai. Kile mmeninyang'anya ninakirejesha. Ninajua Mungu wangu anarejesha. Natuma malaika wa restoration, malaika wa urejesho juu ya yote inapotumika, juu ya nafsi ilipofungwa, juu ya ukuu wako ulipowekwa. Malaika wa restoration wajieleze wa kurejeshe katika jina la Yesu. Sema rejesha. Kuna mtu natembea naye, kuna mtu niko naye, kuna mtu ananielewa, kuna mtu ananielewa, kuna mtu ananielewa, kuna mtu ananielewa. Na warejesha eneo lao waliotawanyika kwa jina la Yesu, kwa majina yao warejeshwe siku ya leo. Watoto wa madhabahu ya Mungu ninawarejesha. Shetani aliyowaiba ninawarejesha. Natuma malaika akaseme nao. Nazungumza kinabii kwa jina la Yesu. Ninalisemesha anga la Tanzania halitazuia watoto wa Mungu eneo lao. Mahali popote walipo watarejeshwa, maana Mungu wa majeshi yuko enzini. Bwana wa majeshi yuko enzini. Ametupa mlango ulio wazi, ametupa mlango ulio wazi. Eneo lao inampenyo Tanzania, eneo lao inampenyo Dar es Salaam, eneo lao inapenya. Wewe ukapenye kimafanikio.
Unajua Joshua, nimekupa nchi ya Kanaani, wewe tembea tu. Musa amelala, kijiti ni cha kwako Joshua. Kuna maono lazima uyafikishe kama Joshua. Haijalishi amezuiliwa miaka mingapi, mwambie mimi sitaki kujua. Kama Musa ni baba yangu lakini amelala, kama Musa alikuwa ni mama lakini amelala, leo mimi ni Joshua nasimama. Nitafika ngambo ya pili kwa imani, nitavuka kwa maelekezo. My God, my Lord. Kuna mtu hataki tena, kuna mtu anisikilizi tena, anataka tu tuombe. My Jesus, sema mimi ni Joshua leo, ninavuka ngambo ya pili. Haijalishi Musa baba yangu amelala, lakini ninavuka ngambo ya pili. Haijalishi mume wangu amelala, lakini navuka ngambo ya pili. Nasimama kama Joshua siku ya leo. Nazungumza ngambo ya pili ya Yordani, nazungumza ngambo ya pili ya Jeriko, ninazungumza ngambo ya pili ya nchi yako, ngambo ya pili ya baraka, ngambo ya pili ya huduma, ngambo ya pili ya ukoo, ngambo ya pili yenye hatima. Upenye kwa jina la Yesu. Musa amekufa lakini Mungu ana wana wa Israeli. Anasema nimemwinua Joshua, shika kijiji, wana wa Israeli lazima wafike Kanaani. Joshua anatembea, ghafla Yordani imesimama mbele. Unajua nini Mungu anafanya? Follow instruction. Chukua nafasi yako. Joshua anashika kijiti, ghafla mbele Yordani imesimama. Huyo mtembeo. Afu Joshua ana historia. Nilikuwa na Musa, niliona Shamu mbele yangu imepasuka. Kwa hiyo sina shaka kwa habari ya Mungu aliyeniita. Niliona mambo katika nchi ya Misri yametendeka. Niliona mapigo juu ya Farao. Sina shaka na Mungu aliyeniita. Bwana, kanuni iliyotumika juu ya bahari ya Shamu, ninakutaka juu ya Yordani. Unajua mimi full instruction ito. Joshua kutetemeka. Bia Bwana, tumefika Yordani, tunataka kuvuka. Mwende wapi? Ngambo ya pili. Amina. Ngambo ya pili. Hatuna maneno mengi tukifika. Acha mwembe ukifika kwenye mikwamo. Yaani habari ya uchuaji weka pembeni. Habari ya maandiko mengi weka pembeni. Habari ya mimi nimeitwa weka pembeni. Habari mimi nimepakwa mafuta weka pembeni. Hapa tunataka bahari ipasuke. Hapa tunataka Yordani itindike. Hapa tunataka giza liende. Hapa nataka nikuone Master Jesus. Sema Yesu, shuka leo kama ulivyoshuka Yordani. Shuka juu ya hatua zangu. Mto uliojaa maji mbele yangu. Shetani aliyetema mto mbele yangu. Shetani aliyeweka maji machafu yakainuka matatizo. Yesu, shuka leo, pasua Yordani itindike leo. Uchawi usisimame, mapepo yasisimame, mizimu isisimame, umasikini usisimame. Joshua sura ya 5 mstari wa kwanza. Anafika, sikiliza, weka kando kila kitu chako, kwamba mimi nina maliko, nina luka, nina nini. Unajua nataka nimsikilize Bwana. Kuna majina Bwana alishasema juu ya Yordani. Kuna majina Bwana ndo ataleta instruction kwamba usiombe hivi, pasua hapa. Ila mimi nachojua Bwana, Yordani ilipasuka. Nasimama kama Joshua. Yordani ya kipepo, Yordani ya umasikini, Yordani iliyo. Anasemaje? Joshua 5:1. Ikawa wafalme wa Amoni waliokaa ngambo ya Yordani pande za magharibi, na wafalme wote wa Kanaani waliokuwa karibu na bahari. Wafalme wote wa Kanaani, nchi ya Kanaani, waliokuwa karibu na bahari. Kilitokea nini? Waliposikia jinsi Bwana alivyokausha maji ya Yordani. Waliposikia Bwana jinsi alivyokausha maji ya mto Yordani mbele ya wana wa Israeli, mbele ya wana wa Eliam. Hata tulipokwisha kuvuka, basi mioyo yao iliyeyuka. Leo nakabili na kutangaza kila aliyetema maji machafu yanayofurikayo, leo unaenda kuvuka na moyo wake utayayuka. Ndio ishara ya watoto wa Eliam. Ninasimama kinabii siku ya leo, hiyo Yordani itindike juu yako, huo uchawi uharibike juu yako.
waone wakichawi wawatiwe hofu, wayasikie matendo ya Mungu wetu, waone bahari ikipasuka, waone Yordani ikitindika, uchawi wao ukiharibika, mapepo yao yakilambwa na moto, uganga wao ukiharibika. Alafu wewe unapenya ng'ambo ya pili, unapenya kwenye hatima yako, unapenya kwenye mji wa baraka, unapenya kibiashara, unapenya kihuduma, unapenya kwenye ndoa. Pokea leo. Wafalme wa nchi ya Kanaani. Unajua Kanaani kuna wafalme, ila nchi wamepewa. Sema kila mfalme aliyesimama juu ya anga la kiroho, juu ya eneo linaloishi, juu ya ukoo, juu ya ofisi, leo hii kwa ishara hii hautakuwa na nguvu juu ya maisha yangu. Wewe mfalme utoae maji, uletaye umasikini, hautakuwa na nguvu. Umasikini leo ninauvuka katika jina la Yesu. Penya Yordani kwa roho, penya Yordani kwa roho, penya vizuizi kiroho, na kupa nguvu ya kupenya Yordani kiroho. Joka lilotoa maji machafu upenye hiyo Yordani, itindike kushoto na kulia, upenye pasipo na tope, penye pasipo na miba, penye pasipo na matatizo, penya nchi kavu kama wana wa Israeli walipopita bahari ya Shamu, walipita nchi kavu, Yordani walipita nchi kavu. Penya wewe na mafanikio, hatua zako ziimarike, usipite na aibu. Nakataa tope la aibu, nakataa tope la magonjwa. Penya na ushindi wa Bwana, nyayo zako ziimarishwe, hatua zako ziweshwe na Bwana. Pokea kwa jina la Yesu. Usipate aibu kwenye ndoa, usipate aibu kazini, usipate aibu kwenye maisha yako. Hatua zako ziimarishwe na Bwana. Umetoa kwetu sisi wa kiroho kupita na ukaonekana unatoke kwenye nyayo. Hii ni roho ya aibu, ila nakataa kwa watoto wa eneo langu. Nasema hivi, Yordani inatindika, unapita nchi kavu. Nasema Shamu inapasuka, unapita nchi kavu. Hautatoka na aibu yoyote. Iwe nchi ya Misri unatoka kwa jina la Yesu. Unavuka na hautatoka na aibu. Aibu za wa Misri unawaachia, matatizo yao unawaachia. Hebu sema nawarudishia matatizo yenu. Wewe mtesi, wewe adui, narejesha matatizo yako. Hayataenda nami, hayatatembea na mimi katika jina la Yesu. Chukua nafasi yako. Sema Baba nipe nguvu. Baba nipe nguvu. Tengeneza njia. Sitaki kutembea na aibu. Wewe aibu. Sitavuka na wewe. Sitavuka na wewe. Aibu ya kipepo. Sitavuka na wewe. Sitaingia nayo Kanaani katika jina la Yesu. Aibu yoyote sitatembea na wewe kwenye hatua zangu, kibiashara, kiroho. Toka ndani yangu, fuka ndani yangu, potea mbele yangu, toka kwenye hatua zangu kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Amen. Sema nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Mkono wako uwe mbele yangu. Mkono wako uwe mbele yangu. Haleluya. Jeriko yoyote iliyo mbele yako ianguke leo. Amen. Misingi ya ukoo kama Jeriko ianguke leo. Amen. Uchawi kama Jeriko uanguke leo. Amen. Mtu kama Jeriko apishe leo. Aanguke mbele yako leo. Aanguke mweleka wa kiroho. Aanguke mweleka wa kiroho. Aanguke na paralyze. Aanguke na afa. Watu hawataki tena. Watu hawataki. Aanguke na paralyze. Aliyesimama mbele yako kama Jeriko. Aanguke na paralyze. Aanguke na paralyze. Aanguke na afa. Aliyesimama mbele ya nyota yako. Aliyesimama juu ya nyota yako. Aliyesimama juu ya huduma. Aanguke na paralyze. Aanguke na afa. Aanguke na afutike. Asisimame mbele yako, ashindane na wewe. Aanguke na paralyze. Huko kwenye madhabahu yake, huko kwenye mission zao, wapigwe kwa radi. Unajua nyinyi hamjaomba. Huyo adui anayekutesa, anayesimama kama Jeriko,
Kuna majira njoo mahali hapa usiku, tunaomba mpaka aanguke na aparalyze au afe. Kwa nini kushindana na mboni ya jicho la Mungu? Madhara yamrudie yeye. Imetosha, sema imetosha. Mungu wangu jitolee utukufu. Mungu wa Eliolam jitolee utukufu. Adui aliyesimama mbele yangu akatumia uchawi, silaha yoyote atakayoinua imrudie yeye. Aanguke na aparalyze. Awe kijijini uweza umfate, awe mkoani nguvu ya Bwana imfate, katika jina la Yesu aliye hai. Apigwe na aparalyze. Juu ya vilinge vyao apigwe na aparalyze. Laani za Bwana ziwashukie, moto walao waendee. Wabebao uchawi na majini, watumiao uchawi na majini, wabebao ilizi na mapembe, wapigwe na aparalyze. Watumiao uchawi wao, watumainiao uganga wao, wapigwe ofisini. Ukikanyaga lango la ofisi apigwe, ukikanyaga lango la ofisi apigwe. Aparalyze wenye ilizi, apeleleze aparalyze wenye uchawi, yoyote yule aparalyze katika jina la Yesu aliye hai. Wewe ni yako, mkono wa Bwana wetu ya. Kuna mtu anajiuliza kwa nini jiona mnenene? Nisikilize. Yesu alipewa nguvu na roho na mafuta ndani yake. Si wacha nguvu ya Mungu iende kwao. Wacha nguvu ya Mungu iende kwao. Wacha nguvu ya Mungu iende kwao. Sema kuna majira mpaka wakutoe kiroho, wakutapike. Yaani wenye madhabahu zao wakutapike. Waseme sasa hatumtaki. Imetosha, maana ni mharibifu kwetu. Kwa sababu gani? Umepewa uwezo. Kwa sababu gani? Unayo mamlaka. Kwa sababu gani? Tunaomba. Kwa sababu gani? Mungu yule anaonekana. Najua Yesu alipofika nchi ya Gerasi akakutana na mtu aliyefungwa sana. Alipokanyaga, mapepo yakamwambia hivi, mwana wa Mungu, umekuja na nchi ya Gerasi. Kimya. Mwana wa Mungu, tunakujua ni mtakatifu. Umekuja kututesa kabla ya muda wetu. It's not my business. Nasema mtoke mtu huyu na umwache. Yakamwambia hivi, Rabi, tunakusihi usitutoe. Ila unapotuamuru ututoke, turuhusu tuwaingie. Siri ni hii. Nguruwe walikuwa ni wakina nani? Ni wachawi wa nchi ya Wagerasi. Walikuwa wafuga nguruwe. Kwa hiyo pepo zikasema turudi kwa waliotutuma tuharibie business zao. Usitutoe twende kwa mtu mwingine, ila kuna watu waliotutuma tuwafunge hao watu. Wewe turuhusu tukaharibu any business walizo nazo. Leo natuma kila uchawi uliokuinukia, kila uharibifu uliokuinukia, ukawarudie wao kwenye biashara zao katika jina la Yesu aliye hai. Wakaharibike kwenye maduka yao, zikaharibike wholesale zao, yakaharibike magari yao, yakaharibike nyumba zao. Chochote walicho nacho kiharibike, business walicho nazo ziharibike. Na ruhusu mapepo yakarudi kwenye hatima zao, yakaziharibu hatima zao. Mambo ya moto yakawarudie, magonjwa yakawakalie, matatizo yakawakalie, giza liwarudie. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Nafasi yako nake. Ukikaa kwenye kiti chako nyumbani kwako, waambie ni business ya mtesi wangu. Na ruhusu mapepo mkawaingie nguruwe wake. Sizungumzi juu ya nguruwe, nazungumza juu ya malango aliyonayo ya baraka. Nazungumza juu ya biashara alizo nazo. Maana kipindi nguruwe umeingia baharini, unajua kuna nini kilitokea. Habari za Yesu mwenye nguvu zikasikika nje ya Wagerasi. Watu wa Injili wakamfuata Yesu. Kaambia Yesu, tumesikia habari zako. Tunaomba usibaki mipakani mwetu. Maana any business zilizosalia zitaharibika. Toka kwenye mipaka yetu. Yesu akamwambia nimemaliza mission ya mtu aliyenileta. Siku ya leo ufunguliwe kwa jina la Yesu. Utoke kwenye vifungo vya makaburini. Utoke kwenye vifungo vya legioni. Utoke kwenye vifungo vya njia panda vinavyozuia kwenda ng'ambo ya pili. Hayo mapepo ya kuache yawarudie nguruwe.
Usiombe tu kikawaida, usiombe kipentekoste kama dini za wengine. Mwambie mimi ni mwana wa kinabii, nataka nione ishara. Nataka nione ishara. Unajua Joshua alipoambiwa nimekupa nchi ya Wajeriko, nenda. Mungu akamwambia nenda kapeleleze Jeriko. Joshua inuka, nenda kaipeleleze Jeriko, nchi ambayo unapaswa kupita mwende Kanaani. Hawezi kuingia hivi, nenda kaipeleleze kwanza. Joshua akainuka na watu wa vita. Alipokuwa anatembea, Biblia inasema hivi, alipofika kwenye lango la nchi ya Jeriko, kabla hajafika akakutana na mtu mwanamume. Huyu mtu mwanamume alikuwa amebeba habari kali. Ndipo ninakuombea mwanangu, macho yako yafunguke ya kiroho, upate kupeleleza habari za lango la Jeriko. Malaika wa Bwana aende mbele yako, malaika wa vita atangulie mbele yako, malaika wa ushindi atangulie mbele yako. Katika jina la Yesu sema napokea. Mwambie malaika, pita mbele yangu, tengeneza njia juu ya Jeriko iliyosimama kama kuta za umasikini, kama kuta za aibu. Katika jina la Yesu sema amen. Jeriko akatazama, mtu mume ametangulia katika ulimwengu wa roho. Joshua akamwambia farasi simama, akavua upanga kwenye mkono wake, akamwambia huyu mwanaume simuelewi, maana mbingu ikuniambia kama nitakutana na mtu mwanamume. Inabidi Joshua aulize, hey mwanaume, niambie uko upande wangu au uko upande wa adui zangu, la sivyo upanga hautarudi bure. Kafa malaika anamwambia mimi ni Bwana, nimekuja nikusaidie. Niko ninanena kinabii siku ya leo kwenye malango ya Jeriko, Bwana kupelekea msaada. Katikati ya mapepo Bwana apigane na wewe. Uwe Joshua siku ya leo, upanga wa Bwana uwe wazi mikononi mwako. Nasimama kama Joshua kinabii, uende na uweza wa Bwana. Malaika atangulie mbele yako juu ya kuta za Jeriko, juu ya malango ya Jeriko. Wafalme wake wa hofu, wafalme wake watetemeke, ila uweza kutangulie. Niwape watu weza. Nisema leo nitakupa upako wa kuvuka. Akasema wewe uko upande upi? Kaambia mimi ni amiri jeshi wa Bwana, nimekuja ili nikusaidie juu ya lango la Jeriko. Ninaomba kwa mafuta ya kinabii, mahali upambanapo biashara, mahali ufanyapo kazi, malaika wa Bwana atangulie, Roho wa Bwana atangulie mbele yako, utiisho wa Bwana uende na wewe. Sema Baba, niko uweza na niko nguvu za aliye juu. Upako ni maalum kwa watoto wako. Ninauvuvia nguvu za aliye juu Yesu Kristo. Upako wa ajabu uwe juu ya chombo hiki ambacho Bwana leo ninakivuvia uweza. Tazama juu ya nchi. Mwanzo ulisema juu ya Mwanzo 7 maji yalipata nguvu juu ya nchi, maji yakaongezeka nguvu juu ya nchi. Ilikuwa siku ya kwanza maji yakapata nguvu, ilikuwa wiki siku maji yakapata nguvu, siku 40 maji yakawa na nguvu juu ya nchi. Baba, ninayavika maji haya uweza juu ya watoto wako, yakawe na nguvu ya kuwafikisha ng'ambo ya pili. Ninayatuma kama uweza na nguvu, ninayatuma kama ufunguo, ninayatuma kama moto ulao, ninayapeleka kama uvuvio wa Roho, yakafungue watoto wako, ardhi zilizozuiliwa, ndoa zilizozuiliwa, biashara zilizozuiliwa, ukawa ufunguo katika ulimwengu wa Roho. Ninayavuvia uwezo wa nguvu ya ng'ambo ya pili katika jina la Yesu aliye hai, na yavika uvuvio wa nguvu, yakapenye kwenye ardhi, yakapenye kwenye miili yao, yakapenye kwenye hatima, kilichokufa kikafufuliwe. Baba, ulichonipa ninawapa. Usiruhusu wanyang'anyi walicho nacho, bali waongezee walicho nacho, waongezee walicho nacho, wabariki walicho nacho. Mimi nimewapa uwezo ulionipa, mafuta ulionipaka mimi nimewagaia. Neno lako la kinabii nimelituma
kwamba wanaenda kuvuka mambo ya pili. Upako huu watakapotumia kiimani, watakapotumia kinabii, wakaongezeke kama wana wa manabii walivyosema. Nabii Joseph, nabii Elia, Elisha, mahali tukapo ni padogo. Wakapanuke kibiashara, wakapanuke kiuchumi, wakaongezeke kiroho, wakaongezeke kibali, wakaongezeke nguvu. Chuma kilichozama kikaelee, nyota iliyozama ikawarejee, kibali kilichozama kikawarudie, mafanikio yaliyoibiwa yakarejee, chochote kilichozama kwenye tumbo la kuzimu kikarejeshwe katika jina la Yesu. Anayejua nguvu ya sadaka, kamata sadaka waliochukua upako. Anayejua nguvu ya sadaka juu ya upako, kamata sadaka, kimbia tu na sadaka. Weka tu hiyo sadaka kwenye hiyo tray tu hapo. Repa shakata, kamata tu, chukua tu upako. Ni upako. Mwenye nguvu atapenya, mwenye nguvu atapenya, mwenye nguvu atapenya. Leka baba basi antarabasi.